Ikhwani, ndugu zangu, katika siku ya leo katika jukwaa letu hili nataka nitoe taaluma kidogo sana kwa wale ambao wapo majumbani lakini wanasumbuka sana na suala la usingizi. Yani mtu halali anajaribu kutafuta usingizi huku na kule halali, imma kwa sababu ya al-iktiabu wat-tawaturi wal-qalaqi, imma kwa sababu ya mtu huyo anakuwa na hofu nyingi inakuwa imemjaa, anakosa usingizi, au wasiwasi unakuwa mwingi, anakosa usingizi, au anakuwa ni mtu ambaye ana msongo wa mawazo unaompelekea yeye kukosa usingizi, au nau min anwa'i au sababu min al-asbab, au miongoni mwa sababu za aina kadha wa kadha zinazompelekea mtu huyo akajikuta yupo katika mashaka ya kukosa usingizi. Kuna vitu ambavyo vimeelezwa na kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambavyo wewe hapo ulipo hapo nyumbani kwako unaweza kuvipata vitu hivi kwa wepesi sana, alafu kadhalika ukaviandaa kwa utaratibu tutakao kuelekeza, alafu kadhalika ukaona maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi yalivyo madhubuti katika kuhakikisha wewe unakuwa salama kiafya, unakuwa salama kimwili, unakuwa salama kiakili, na hata salama kisaikolojia biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ni vitu vinne. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kuna kitu kinachoitwa talbina. Anasema at-talbinatu mujammatu li fuadil marid wa tadhhabu bi ba'd al-huzni au kama qal. Anasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hii talbina mujammatu li fuadil marid, kwanza ina uwezo wa kutibu madhara ya moyo wa mgonjwa anayesumbuka sana na matatizo ya moyo. Wewe ambaye wasiwasi sana umekutawala, kuna kitu kinachoitwa talbina, kimeelekezwa kwa mujibu wa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Lakini kadhalika wewe ambaye wasiwasi umekutawala na hofu, na wewe ambaye usingizi unaruka kabisa, basi kuna kitu kimeelezwa na kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kinachoitwa at-talbina. Lakini kadhalika wewe ambao una msongo wa mawazo, huzni imekutawala, kuna kitu kimeelezwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama kinachoitwa talbina. Nini hiyo talbina? Hapa ndugu yangu, hapo nyumbani ulipo ndipo nataka sasa upate maalumati haya kwa uchache biidhnillah, alafu nawe ufanye hapo nyumbani, utaona matokeo bora na yaliyo mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Je, hayo matokeo ambayo yanaelezwa au hiyo talbina ni nini? Talbina ni mjumuiko au hasaun yumal min mil'aqatayn min daqiqi sha'ir, kwa maana ni mjumuiko ambao huwa unaofanywa, kwa maana ndani yake unaambatana na vijiko viwili vya unga wa ngano iliyo safi, yani daqiqu sha'ir, unga wa ngano iliyo safi. Tafuta hapo nyumbani ngano iliyo safi kabisa. Kisha baada ya hapo, baada ya kutafuta ngano ambayo ilikuwa safi, upate vile vile wakubu min labani, na glasi ya maziwa, kwa maana kikombe kimoja cha maziwa, lakini kadhalika wakubu min almai, na kikombe kimoja cha maji, lakini wa mil'aqatu asali nahlin, na kijiko kimoja cha asali halisi iliyotokana na nyuki biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yani talbina ni mjumuiko wa vitu vinne. Kitu cha kwanza ipatikane vijiko viwili vya unga wa ngano halisi, lakini kadhalika ipatikane glasi moja ya maziwa. Kitu cha pili hicho. Cha tatu ipatikane glasi moja ya maji, lakini kadhalika kitu cha nne vijiko viwili vya asali. Hivi vitu vikichanganywa kwa pamoja
ndivyo vinatengeneza kitu kinachoitwa at-talbina. Talbina ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema mujammatu li fuadil maridi wa tudhhib bi ba'd al-huzni. Anasema hii ni mujarrab sana, ina uwezo wa kutibia maradhi ya moyo kwa mtu mwenye wasiwasi sana, mwenye pressure za hapa na pale, mtu mwenye msongo wa mawazo, huzni imemtawala. Lau kama atatumia hii talbina, itakwenda kupoza mashaka haya na atajikuta mtu huyo anabaki kuwa salama kwa hurma na utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Twende sambamba, ewe ndugu yangu, hapo ulipo, tafuta ngano iliyokuwa safi, upate vijiko viwili vya unga wake, kisha upate glasi moja ya maziwa, lakini kadhalika glasi moja ya maji na vijiko viwili vya asali. Changanya kwa pamoja, alafu weka katika narin hadiatin, weka katika chombo, weka jikoni, lakini moto uwe hafifu kabisa, ichemke kwa moto mdogo mdogo sana. Ndipo unapata kitu kinachoitwa talbina. Kisha baada ya hapo sasa utakuwa unapima kipimo cha kikombe cha kahawa cha hii talbina. Kila baada ya masaa matatu utakunywa kipimo kile cha kikombe cha kahawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Hii ni mujarrab kwa ajili ya kumaliza mashakili haya ya kukosa usingizi, kuwa na wasiwasi sana, hofu imekutawala, kuwa ni mtu ambaye huna furaha pale ulipokaa. Basi inshallah hii ni mujarrab sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kama hilo halitoshi, kwa nini inatengeneza mfumo wa usingizi ukaja vizuri? Ni kwa sababu hii talbina unapoitumia kwa mujibu wa taaluma, inaonyesha ya kwamba inafanya vitu vinavyoitwa taaziz. Taazizi ambayo bila shaka ina uwezo wa kwenda kusababisha kutengeneza kwa hormone inaitwa almelanin. Melatonin. Homoni hii almelatonin ni homoni ambayo inazalishwa katika tezi inaitwa alghuddatu sunburia. Ni tezi ambayo inapatikana nyuma ya jicho la mwanadamu na karibu na ubongo wa huyu mwanadamu. Na hii sasa ndio homoni ambayo ina sifa ya kupangilia usingizi, yani mtu alale kwa wakati, lakini kadhalika na amke kwa wakati, na inaondosha msongo wa mawazo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hali hiyo sasa ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema at-talbinatu mujammatu li fuadil marid. Tumia sasa, bila shaka utatushukuru, utasema jukwaa limenifaa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani, ndugu zangu, bila shaka baada ya kutoa taaluma hiyo chache kwa mujibu wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, sasa nije katika kutazama kidogo amradul borostata wa ilajuha, yani maradhi ya prostate au tezi dume, na vipi tunaweza kuitibu tezi dume bila ya kupasua, bila upasuaji, bila operation. Unawezaje kutibu mashakili haya ya tezi dume? Lakini hiyo tezi dume ni nini? Madhara yake yapoje? Na vipi sasa mtu anaweza kupata matibabu yaliyo sahihi kwa mujibu wa maelekezo sahihi na kwa mujibu wa tajruba, yani majaribio namna yalivyofanywa na ya natija ikawa nzuri kabisa. Hiki kitabu ni cha mwamba. Hiki ni kitabu kinachoitwa At-Tibbul Badil wa Mu'jizatul Istishfa. Hiki lakini kitabu hiki kimeandikwa na ad-Doktor Majda Muhammad Ash-Shahawa na ikafanyiwa tahqiqi na ad-Doktor Mahmud Hassan ad-Dimairi. Tukimzungumza Mahmud Hassan ad-Dimairi, tunamzungumza ni ad-Doktor ambaye yeye ni khabirul a'shab, kwa maana ni mtaalamu anayeshughulika katika maabara ikitafiti mimea iliyoletwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika ardhi hii ili kwa ajili ya natija kwa wanadamu biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Ad-Doktor Mahmud Hassan ad-Dimairi anasema tu'tabaru ghuddatul borostata wa kuthratul hadithi anha min amradil asri. Anasema inafahamika na kutambulika kwamba tezi dume na wingi wa kuzungumziwa maradhi haya ya tezi dume
kila sehemu. Min amradil asri, yeye anasema ni katika maradhi ya zama za sasa. Bal asbahati hajis yuarriqu lkathirina minan nas, bali sio tu ni maradhi ya kisasa, bali vile vile imekuwa ni janga ambalo linawapata wengi miongoni mwa watu, hususan kibara sin, hasa wale watu wenye umri mkubwa. Wa man yuanuna min iltihabi masaliki albawliyati almutakarrira, lakini na wale ambao wana tatizo la kusibiwa na mashaka katika sehemu ya njia za mkojo, hasa matatizo yanayojirejea mara kwa mara. Kwa hiyo tezi dume ni janga la kidunia. Lakini kadhalika alborostata ghuddatun taqaw asfala almathanna, tunapoizungumza hii prostate ni tezi ambayo inayopatikana chini ya kibofu cha mkojo mubasharatan, yani baada tu ya kibofu cha mkojo inayofuatia ni tezi dume. Lakini tuhitu biqanati majra albaul, hii tezi dume imezunguka, yani zile qanati majra albaul, imezunguka zile taratibu au ile system nzima ya njia za mkojo, ndio imezunguka hiyo tezi dume katika hali za namna hiyo. Lakini wa huwa al-anbubu alladhi yanqulu al-bawla min al-mathannati ila kharij al-jismi, nalo ni bomba ambalo linalobeba au linalochukua mkojo na kuutoa nje ya mwili wa huyu mwanadamu. Wa tufrizu al-borostata saila al-manawiyya, lakini kadhalika vile vile hubeba hii prostate nini? Saila almanawia, yale majimaji ambayo ndani yake yana zile chromosomes. Watasubuhu dakhila majra albauli, na hutonea pale katika sehemu ya njia ya mkojo. Liyakuna bidhalika alwasatu sailu alladhi tahtajuhu khalaya alhayawanati almanawia, ili kufanyika kwa hayo ni kwa sababu ndani yake kunapatikana nini? Kwa maana katika hali ya namna hii kunapatikana chakula cha zile hayawanatul manawi, kwa maana zile chromosomes litaghdhiyatiha wa kadhalika hatta taqdhifa kharij aljismi, ili ziweze kumea na kuwa imara mpaka pale ambapo zinapokwenda kutolewa nje ya mwili wa huyu mwanadamu. Lakini huyu mwanamume sasa, kuna wakati anaweza akapatwa na mashakili haya ya vitu vinavyoitwa tadahumul borostata alhamid, kwa maana kuvimba kwa hii tezi yenyewe. Tena maradhun shai'un alamiyan, ni maradhi ambayo yameenea sana kiulimwengu hivi sasa. Tezi dume ni hatari. Tezi dume ni maradhi ambayo yameenea sana kwa zama za sasa. Yusibu rijala almusinnin, yanawapata wanamume hasa wale wenye umri mkubwa, mara nyingi sana wanakuwa katika hali za namna hii. Sasa kutadhihiri nini? Fatadhahara a'radu tadahumil borostata fi wahidin min kulli arba'ati mimman tajawazu sinna al-50, kwa maana hudhihirika matatizo na mashaka ya mtu kuvimba kwa tezi dume katika kila mmoja miongoni mwa wanamume wanne. Kunakuwa na mtu mmoja ana mashakili ya tezi dume. Sasa tujitazame hapa, tuko wanaume wangapi katika kila wanne? Basi wewe utabaini kabisa kuna mmoja tayari ana mushkili huu, anajua au hajui. Tunaomba Mwenyezi Mungu atulinde na atunusuru. Na ndio maana tumeandaa jambo maalum kabisa ili linaloitwa prostate kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuondoshe madhara haya kwa hurma na utukufu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa takwimu zinaonyesha kila wanamume wanne yupo mmoja katika hao wanne ambaye ana hatari ya kusibiwa na athari ya prostate, kwa maana kuvimba kwa tezi yenyewe katika hali za namna hii. Na hasa kwa wale watu ambao tajawazu sinna al-50, waliovuka miaka 50, mina rijal, kuanzia miaka 50 kwenda mbele. Ukiwaona wanamume wanne hawa wana miaka 50 kwenda mbele, basi mmoja kati ya hao wanne ana hatari ya tadahumul borostat, kuvimba kwa prostate au tezi yenyewe katika hali za namna hiyo. Wa yusabbibu a'radan bawliyah muz'ijatan wa mu'limatan ahyanan, hali hii inaweza ikasababisha mashakili ya aina kadha wa kadha katika njia za mkojo. Tena wakati mwingine mtu anawezekana akaenda haja ndogo, hali ya kuwa haja hiyo inaambatana na maumivu. Tazidu hiddatuha ma'a taqaddumi sinni wa ziyadatu hajmi alborostata, lakini kadhalika ule ukali
ukali wa maradhi haya, njia za mkojo kuwa zinaziba inazidi kutokana na namna umri unavyozidi kuwa mkubwa, lakini na namna jinsi ule uvimbe wenyewe wa tezi unavyokuwa unazidi, ndio pia njia za mkojo na zenyewe zinazidi kuwa dhaiq, zinazidi kuwa nyembamba zaidi, na mkojo unazidi kutoka kwa tabu na kuuma zaidi. Kwa hali hiyo sasa, ndio maana tukakuandalia prostate, kwa maana dawa hii mujarrab sana, ambayo lau kama ikitumika kwa taratibu zake biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ina nafasi bora ya kumaliza amradu alborostat, maradhi ya prostate biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakasema ad-Doktor Mahmud Hassan ad-Dimairi anasema asbabuhu umuman la tazalu majhulatan. Angalia mambo ya ajabu, anasema sababu za maradhi haya ya prostate mpaka sasa tunavyozungumza, sababu zake bado hazijafahamika kiuhakika, walakinaha ghaliban takunu bisababi taghayyurati fil hormonati dakhil alborostat. Lakini kadhalika imefahamika na kutambulika, inawezekana kwa kiwango kikubwa kabisa athari na mashakil haya maradhi ya prostate ni kwa sababu ya kuparaganyika na kuvurugika kwa homoni za kiume, kwa maana testosterone. Zikiparaganyika hizi, una hatari ya kupata tadahumul borostat, kwa maana kuvimba kwa tezi yenyewe. Kwa hiyo lau kama wewe ndugu yangu tajiona una a'rad, viashiria hivi na kuja kuvitaja hivi sasa, basi fanya haraka sana ujipatie dawa yako hii, inaitwa prostate au tezi dume, kwa dozi yake kamili biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa tunajaribu kutazama kwa uchache inda tadahumi hadhihi alghudda, kwa maana pale ambapo inapovimba hii tezi dume, fa innaha tadghatu ala majra dhakari alladhi yamurru abraha, basi huenda kugandamiza katika bomba hili au katika mrija huu ambao unapitia ndani yake mkojo, hugandamiza katika sehemu ile, fatasirahu wa tamna tadafuqi albauli biquwwatin min almathanna. Basi hali itapelekea kugandamiza katika mrija huo na kusababisha kutowezekana kutoka kwa haja ndogo au mkojo yani kutoka katika utaratibu wake unaohitajika, kwa sababu njia zimefunga sasa. Kwa hiyo mkojo inabidi utoke kwa nguvu, kwa tabu na kwa maumivu makali kabisa katika hali za namna hiyo. Na miongoni mwa viashiria vyake vinakuja kama hali ifuatayo. Yani wewe ambaye una alama za uwepo wa maradhi haya ya prostate au kuvimba kwa tezi dume, miongoni mwa viashiria vyake ni hivi: moja, kuthrat tabawuli naharan wa laylan. Utamuona mtu anakwenda haja ndogo sana nyakati za usiku au mchana, mara nyingi sana anakwenda yani katika muda unaokaribiana, baada ya dakika 10-15 anaenda tena, baada ya dakika 10-15, basi utamuona anakuwa hivyo katika hali za namna hiyo. Tena fi baadhi alahyan, lakini wataqti'u albawli waljuhdi fi tafrigh almathan. Lakini kadhalika pamoja mtu huyo anakwenda katika hali za namna hiyo, anakojoa, kisha baada ya hapo akirudi kuna vimatone vya mkojo vinaendelea kudondoka katika hali za namna hiyo. Kamaliza kukojoa, lakini bado akitoka pale katika sehemu hiyo anahisi kabisa kuna vijimatone vya mkojo vinaendelea kudondoka. Hii ni hatari, inakupa ishara kwamba una tadahumul borostat, tezi inavimba. Fanya haraka wewe ambaye utakayejiona katika hali za namna hii, uipate hii dawa yako mujarrab inayoitwa tezi dume. Hii ni mujarrab kwa ajili ya kumaliza mashakili hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika wadhufu fi tadafuqi albauli, wakati mwingine utaona mkojo unatoka kwa udhaifu sana, yani unatoka kidogo sana. Basi hii ni katika dalili hizo. Washuuru baada fatratin qasiratin min az-zamani ila alhajat litabawuli maratan ukhra, lakini utaona kwamba utahisi tena baada ya muda mfupi, unaona tena kuna hisia ya kuenda tena haja katika hali za namna hiyo. Irtabaqa kamiyatun kabiratun min albawli fil mathanna, kwa sababu katika kibofu cha mkojo kinabaki kiwango kikubwa kabisa cha mkojo. Unajua mwanadamu ili aweze kwenda haja ndogo, yani katika mathanna kibofu cha mkojo inatakiwa kiripoti gramu 300 mpaka 350, ndio mtu anahisi kwenda haja.
Sasa ukienda haja unakojoa labda gramu 50, alafu 200 zinabaki. Baada ya muda mfupi, yani mwili utatengeneza tena hali ya namna kuanzia katika figo na maeneo yake katika ile system nzima ya masala ya mkojo, basi kadhalika utaanza kujisikia tena haja. Badala ukojoa ile gramu zote uzimalize, haumalizi, wewe unatoa nusu, alafu baadaye ndio maana utaona muda unakuwa karibu sana wa kwenda haja, baina haja inayofuatia utajikuta unakuwa katika mazingira kama haya. Kwa hiyo ukiziona dalili hizi unabaini kabisa ya kwamba una hatari ya kuvimba kwa prostate au tezi dume. Na aliye bora kabisa ni yule mtu ambaye anapojijua dalili hizi anafanya haraka namna ya kutafuta matibabu kwa haraka ili kutibia maradhi yake katika ukamilifu wake. Mmoja katika wasemi anaeleza katika maneno ya msingi, anasema wadawi daa qabla an yaqula fihi tabibu da'i aya fastatara, tibia maradhi kabla hajafikia kwa daktari ambaye special katika maradhi hayo, hajafikia kukwambia na kusema ya kwamba kwa hapa yalipofika maradhi haya hakuna tena namna, subiria kitachofuatia katika hali hiyo. Kwa hiyo fanya haraka, tibia maradhi, ukiyawahi yanatibika biidhnillah. Lakini yajidu rajulu nafsuhu yanhadu min alfirashi iddat marrati athna al-layl, utamwona mtu halali vizuri usiku, anaamka mara kwa mara kwa sababu hali ile namjia mara kwa mara kutaka kwenda haja ndogo. Hizi ni katika ishara za tadahumul borostat, kwa maana kuvimba kwa tezi. Lakini ishara nyingine, alamun wa harqanun wa su'ubatu fi ibtidai wa iqafi tabawul, ni mtu kuwa na maumivu na wakati mwingine kuhisi mkojo unaunguza, lakini wakati mwingine kuona mkojo unatoka kwa ugumu kabisa wakati anapoanza kukojoa, maumivu, na wakati mkojo unapomalizika pia unamalizika kwa maumivu. Hizi ni ishara ya kwamba tezi inavimba. Fanya haraka we ndugu yangu upate prostate dawa yako mujarrabu hii kwa ajili ya mashakili hayo biidhnillah. Lakini miongoni mwa sababu zingine, ujudu damin fil bauli, ni mtu kupatikana kwa chembe za damu katika mkojo wake. Haya ni katika mambo ambayo yanaweza yakajitokeza. Al-akhi Sheikh Hussein bin Diwani, nataka nimalize hapa kwa kuwaambia ndugu zangu hivi, hunaka farqun baina tadakhumil borostat alladhi yusibu almusinnina wa baina iltihabati alborostat la tusibu dhukura. Kuna tofauti baina ya kuvimba tezi ambayo inaweza ikawasibu wale watu wenye umri mkubwa, na kuna tofauti baina ya vitu vinavyoitwa iltihabatul borostat, kwa maana infection katika tezi yenyewe. Infection allati tusibu dhukura, hii sasa ina uwezo wa kuwasibu wanamume wote fi ayi marhalati min marahili al-umri, katika hatua yoyote au katika rika lolote lile la umri. Yani mtu asifikirie kwa maana prostate anaweza akaipata mzee tu peke yake. La, kuna vitu vinavyoitwa iltihabatul borostat, infection katika tezi yenyewe. Hizi zinaweza zikampata yoyote katika wanamume na katika umri wowote. Anaweza kujikuta mtu ameingia katika mashakili haya. Tena inawezekana min marahili al-umri ba'da al-bulugh, baada tu ya kubalighe ukajikuta unaingia katika mashaka haya. Wa ba'dhu al-musabbina biltihab al-borostat la yashkuna min ay a'rad mutlaqan, lakini na baadhi ya wale watu ambao wana tatizo ila infection katika tezi yenyewe, inawezekana wakawa hawahisi hisia yoyote kabisa, yani hawana viashiria vyovyote ambavyo vinaweza kumjulisha wewe hapo ulipo tezi ina mashaka, tayari imeshashambuliwa na ipo katika hatua mbaya. Anakuwa hawezi kujua fil waqti alladhi takunu fi al-ghuddat fi halati iltihab al-muzmin wal ba'd al-akhar, lakini kuna baadhi ya watu wengine kad yashku min a'rad iltihab al-borostat, wana uwezo wa kupata hisia inayokwenda sambamba na athari ya infection katika tezi fil waqti allati la tadhharu tahalil al-makhbariyya au jarathim, katika hali ambapo mtu hajaenda kulifanya utaratibu maalum wa kutibia maradhi yake au hajaingia maabara ili kufanywa uchunguzi wa mashakili yake. Yani unawezekana ukawa unajiona uko sawa, lakini kumbe tayari ushaumia. Kwa jambo la msingi, sikiliza sasa baadhi ya viashiria vya mtu mwenye infection katika tezi. Maana vile tuliangalia viashiria vya mtu aliyevimba tezi, na hivi ni viashiria vya mtu mwenye infection katika tezi lenyewe. Na kwenda haraka ili kadhalika tumpishe hapa mgeni wetu biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ambaye ni amiri wa umoja wa hadhir Sheikh Rajab Salum, ambaye inshallah
muda si mrefu tutakuwa naye hapa inshallah biidhnillah. Sasa sababu za mtu mwenye iltihabat, mwenye infection iko hivi. Utajuaje? Utajua hivi: moja, sayalanun khafifu min majra albawl khasatan fi sabahi wa yakunu alifrazu shaffafan au bilawni alhalibin walazjan wa qad yulahidhu alifrazu inda fathati majra albawl au najiduhu mutajammidan wa qafilan majra albawl alamami. Sababu ya kwanza, sayalanun khafif, ni mtu kuona maji mepesi sana yanatoka katika sehemu ya haja ndogo, khasatan fi sabah, hasasa nyakati za asubuhi. Jichunguze. Lakini wayakunu alifrazu shaffafan, na yale maji yanayotoka utaona kama vile gundi namna yalivyo yanaganda, au bilauni alhalib, wakati mwingine utaona yana rangi ya maziwa hayo maji namna yanavyotoka. Waqad yulahidhu alifrazu inda fathi majra albawl au najidu mutajammidan, wakati fulani utaona amekuja yameganda pale katika sehemu ya kutokea. Sawa. Au utaona waqafilan majra albawl alamami, na hapo utaona hata mtu akikojoa ndo mkojo unatoka yani njia mbili, anaona unatoka njia mbili. Una infection we, Allah akunusuru na atunusuru pia. Lakini sababu ya pili au alama ya pili, harqanun inda tabawul, ni mtu kusikia mkojo unaunguza wakati unatoka, unaunguza. Wa kuthrat tabawul, na kukojoa sana. Wa yulahidhu almaridhu bi anna albawla ghayra safin, ghayru safin, na utataona huyu ambaye anayekwenda haja ndogo ya kwamba mkojo wake ni mchafu sana, atakuwa anauona hivyo mwenyewe tu ataona. Wayahtawi ala mawaddin aliqatin ala shaklin khuyutir rafi'a, lakini ataona ule mkojo namna ulivyo unataka kufanana na uzi, yani kama jinsi anavyoona uzi namna ulivyo, atauona huo mkojo wake unakuwa katika hali za namna hiyo. Una infection katika tezi na una hatari. Fanya juhudi upate dawa yako hii, inaitwa Borostat, kwa maana tezi dume, biidhnillah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kumaliza mashakili haya. Lakini kiashiria cha tatu, alamun asfali kisil khusya, ni mtu kupata maumivu katika sehemu ya korodani. Yani wewe mwanamume ambaye unasikia korodani zako zina maumivu, zinauma, una hatari ya infection katika tezi. Lakini waqad yamtaddu ila mintaqati sharji, na inawezekana maumivu haya yakaenda katika ule mshipa unaelekea katika sehemu ya haja kubwa. Unasikia kunakuwa na maumivu, ni ishara ya kwamba una infection katika tezi. Hivyo ni lazima ufanye jitihada za maksudi upate dawa yako hii prostate, ambayo ni mujarrab kwa ajili ya kumaliza mashakil haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kiashiria kingine, alamun bil'udwi tanasuli au bilkhusya, ni mtu kuwa na maumivu sana katika viungo vya uzazi, kwa maana katika sehemu zile za viungo vya uzazi, au bilkhusya, au katika sehemu ya korodani yenyewe. Kiashiria kingine, alamu asfal kulyawi, na ikapelekea ikafanana kama vile mtu mwenye matatizo ya figo. Ndio unaweza kusikia upande mmoja ima wa kulia unauma sana wa tumbo lako, ama upande wa kushoto unauma sana wa tumbo lako. Maumivu ambayo ukiyasikiliza vizuri unaweza kuhisi yanatokea katika sehemu ya figo. Inawezekana una infection katika tezi dume. Bila shaka chukua juhudi za maksudi kabisa katika kutibia mashakili haya. Kiashiria kingine, fuqdanu raghbati aljinsiya, ni kukosa hamu ya tendo la ndoa. Wa ahyanan yuaddi ila dhu'fi aljinsi, na wakati mwingine hatakuwa dhaifu katika kuliendea tendo lenyewe. Angalia hapa, yani unakosa hamu ya tendo, na hata ukiwa nayo hamu ya tendo unakuwa yope, yani mambo hayaendi sawa. Inawezekana una hatari katika sala zima la tezi dume. Tukisema yope maana yake hivi yani shughuli hakuna hatari. Sasa inshallah, kwa hiyo jitahidi sana uweze kutibu mashakili haya biidhnillah subhanahu wa ta'ala, ili mambo yaweze kwenda katika mustawa na hali iliyokuwa sawa sawa. Kwa hiyo wakati fulani mtu anakuwa hivyo, anakosa hamu ya tendo, lakini kadhalika na hata akiwa na hamu yenyewe anakuwa dhaifu sana, na ndio maana tunakuambia pia upate mkono wa Idi, pia nao ni mujarrab kwa ajili ya
majambo yaende sawa sawa. Lakini jambo jingine, suratul qadhfi ni kuwa mfumo jogoo, mwepesi sana kufika. Sekunde unayoanza ndo sekunde unayomaliza, maana yake unakuwa mwendo kasi. Ukianza tendo la ndoa sekunde hiyo hiyo tayari umemaliza na huna uwezo tena wa kurejea. Prostate hiyo, iltihabatul prostate, hiyo ni infection katika tezi, inawezekana kusababisha mashaka kama haya. Ondosha mashaka haya kwa kujipatia dawa yako hii mujarrab inayoitwa prostate au tezi dume biidhnillah. Lakini jambo jingine namalizia, alamun indal inzal, ni mtu anaweza kuhisi maumivu wakati anapofanya tendo la ndoa, wakati anapotoa zile mbegu za kiume, wakati huo anasikia maumivu makali. Wakad yakunu almaniyu makhlutan bidam, na atakizitazama zile mbegu zake anazomwaga, ataona mbegu hizi zinaambatana na chembe chembe za damu. Wa fi baadhi alhalat yashuru almaridhu bi anna inzala almani ghayru kamilin. Lakini kuna wakati mwingine inawezekana akawa anatoa mbegu, lakini anajisi kabisa kwamba kinachotoka kwake ni hewa tu, mbegu zenyewe hakuna kabisa. Hizi ni iltihabatul prostate, ni infection katika tezi dume. Lakini kitu kingine, ihtilamun mashubu bi alamin, ni mtu kuwa anaota sana anafanya tendo la ndoa, lakini kuna ambatana na maumivu. Anaota anafanya tendo la ndoa na akiamka anahisi maumivu makali katika sehemu za kiume. Hii ni hatari. Sasa lau kama wewe ndugu yangu utakuwa katika hali za namna hii, jikague vizuri. Nuzulul mani ma'al bauli, wakati mwingine akienda kukojoa, mkojo unatoka pamoja na mbegu za kiume. Lakini yashuru ba'dhu almarda bi'itilali sihhati wa adamu tarkiz wal ijtihad, qad tahduth mudhaafatun ukhra, na yapo mambo mengine mengi sana naweza kujitokeza kutokana na mashakili haya ya iltihabul prostate, kwa maana kuwa na infection katika tezi dume. Kwa hiyo ndugu yangu ambaye bila shaka umetufuatilia vizuri katika jukwaa letu hili, na ukabaini haya yanayosemwa, imma moja au mawili au yote yamethibiti kwako, ni kufanya haraka. Anasema mmoja katika wasemi, wadawi daa qabla an yaqula fihi tabibu da'i aya fastatara, anasema yatibie maradhi kabla hayajafikia hatua ambayo atasema katika hatua hiyo daktari bingwa katika maradhi hayo, kwa hatua yalipofikia sasa hakuna namna. Fanya haraka, yatibie kwa haraka. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tajalia kila la khairi. Hii dawa ya prostate kwa maana tezi dume ni mujarrab sana, kwa dozi kamili ambayo ni chupa 5, hizi dozi yake kamili, ambayo ina uwezo wa kumaliza mashaka haya bila ya kufanya upasuaji biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Fanya haraka, njoo ujipatie tezi dume, hii ni mujarrab kwa ajili ya mambo haya. Lakini kadhalika tunayo hapa hii kitu hii inaitwa haqul mujarrab, jurriba miraran wa saha. Haqul mujarrab ni mjumuiko wa mimea 9 na mjumuiko wa maji ya aina 3 ambayo haya yamekusanywa kwa pamoja. Ni maalum sana kwa wale ambao wenye matatizo ya sihr, uchawi, umelishwa uchawi, kula mauchawi usiku, lakini kadhalika kuna wale wana maradhi ambayo vyanzo vya maradhi yao hayatambuliki ni nini. Ukishaenda sana hospitalini, wamefanywa vipimo vya kila namna, wanaambiwa maradhi hawana, ila wao wenyewe wakijitathmini wanajiona kabisa wapo katika maradhi mazito kabisa. Hii ni mujarrab sana, hii haqul mujarrab. Bila shaka lau kama unaipata na unaitumia utasema alhamdulillah rabbil alamin. Lakini wapo wale ambao wana maradhi na maradhi yao yanatambulika kidaktari, wamepimwa wakafahamika maradhi yao ni maradhi fulani, na wakapewa dawa maalum huko hospitalini zinazokwenda na sambamba na maradhi yao, lakini bado zile dawa hazina msaada kwao, hawaponi, hawapati nafuu ya aina yoyote, pamoja kwamba wanatumia dawa. Inawezekana kuna uchawi ambao umeingia katika mwili ukajifananisha na amradul albiolojia, na maradhi hayo ya kibiolojia. Lau unapata fursa ya kuitumia haqul mujarrab, wewe mwenye maradhi yanayotambulika kama maradhi ya kibiolojia lakini hayasikii dawa za kihospitalini, hii ni mkombozi biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala. Mambo yanaweza kwenda katika mustawa na hali ya aina yake biidhnillahil karim. Uipate haqul mujarrad kwa dozi kamili kabisa. Lakini kuna wale watu wa hii kitu hii, nuksi, mikosi, mabalaa, magundu na mfano wa hayo,
Hii inaitwa tanwirul jasad. Hii ni kwa ajili ya kunawirisha na kutengeneza mwili uwe na nuru iliyokuwa sawa kabisa au safi kabisa. Unajua nuru ndio mpango mzima. Na kama jinsi ambavyo tunavyosema mara kwa mara, kuna watu wengine wanapata nuksi kwa sababu tu wao ni mabingwa wa kuzini, alafu hawaogi. Yani mtu anazini alafu haogi. Na hata kuna watu wengine wao hawazini, wanafanya tendo la ndoa. Maana kuna tofauti baina ya kufanya tendo la ndoa na kuzini. Kufanya tendo la ndoa ni wewe ukiwa na mkeo, kama mzee Nyundo pale. Mzee Nyundo anafanya tendo la ndoa, hazini. Na kuna mtu ambaye yeye anazini. Sasa kuna wengine wao wanafanya tendo la ndoa lakini hawaogi. Sasa wakikosa kuoga wanapata nuksi kwa sababu wanakuwa wanatembea na majanaba. Sasa ogeni kwanza, alafu ukishaoga janaba, oga hii dawa kwa utaratibu ambao utakaoelekezwa. Itatia nuru nzuri sana, mambo yatakwenda sawa. Kuna watu wanafanya biashara haziwini, hazifanikiwi kabisa kwa sababu tu ya nuksi walizokuwa nazo. Hii dawa ni mujarrab sana. Kuna watu wana maelewano mazuri na maongezi mazuri na watu matajiri, watu wakubwa ambao wanaweza kuwavusha, wana ahadi nzuri za kuweza kufikia katika malengo yao, lakini hazifanikiwi kwa sababu miili yao ina nuksi. Basi inshallah hii dawa ambayo bila shaka inaitwa tanwirul jasad ni mujarrab sana kwa ajili ya kuondosha manuksi, mamikosi na mabalaa ya kila namna. Ndani yake katika hii tanwirul jasadi, ndani yake ina ma'u zamzama. Yani maji ya Zamzam, ina kiasi cha maji ya Zamzam, na ndani yake kuna ma'ul matar, kuna maji ya mvua ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, maji ya mvua ameeleza ndani ya Qur'an yanavyoweza kuondosha athari na hamazat, yani mabalaa yale yanaweza kutokana na mashaitani. Kwa hiyo hasadi pia hii ni nzuri sana. Lakini kadhalika kuna ma'u zamzama ambayo Mtume anasema ma'u zamzama lima shuriba lahu, yani yakinywewa maji ya Zamzam basi mtu anywe kwa nia. Hata ukioga pia uoge kwa nia maalum. Mwambie ya Rabbi, nisafishe mwili wangu. Ya Allah, nakuomba nifanyie wepesi kupitia katika tanwirul jasad, ambao bila shaka mambo yatakwenda sawa biidhnillah. Alafu kisha baada ya kutumia hii, nenda katika kazi zako, biashara zako, ahadi zako, utaona mambo jinsi yanavyonyoka kwa idhini ya Allah kupitia asbabi hii, kwa hurma na utukufu wake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namalizia, tunaye hapa huyu mkono wa Idi mwenyewe. Sasa huyu ndiye mkono wa Idi. Mkono wa Idi ndio mkono wa furaha. Ndoa imetawala furaha. Wewe ambaye unababaisha katika tendo la ndoa una hatari sana, kwa sababu ukibabaisha kwenye tendo la ndoa kuna kuwa na shida, wakati wote unaweza ukaibiwa mke, yani ndo maana yake. Sasa fanya haraka uipate hii ili uwe mlinzi madhubuti kwa ajili ya mkeo. Mambo yataenda sawa. Ibn Qudama ana maneno, anasema maneno, miongoni mwa watu wajinga ni mwanamume ambaye yeye anababaisha katika lile tendo la ndoa alafu karidhika eti ametulia kabisa, yani wakati tendo la ndoa lenyewe la kubabaisha. Na anasema miongoni mwa wanawake wajinga ni yule ambaye hauridhishwi na mumeo katika tendo la ndoa, yani hanengeneki huyu mume vizuri pale katika tendo la ndoa. Wewe unababaisha tu, alafu eti na wewe umeridhika. Tafuta utatuzi wa matatizo haya. Mkono wa Idi ndio mujarrab kwa ajili ya kutatua shida hizo biidhnillahil karim. Pata dozi kamili, alafu utakuja kutuambia biidhnillah. Bila shaka naamini utasema alhamdulillah, jukwaa limetufaa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Basi inshallah kwa leo, na tunazo hapa dawa zingine nyingi tu. Tuna ramadi ambayo ni maalum kwa ajili ya maradhi ya macho. Kwa wale wenye mtoto wa jicho, wale ambao wana matatizo ya kutoona vizuri, wanaona maruerue, lakini kuna yule ambaye ana tatizo la pressure ya macho ambayo inaweza kumpelekea kuwa kipofu na mfano wa hayo. Hii Ar-Ramad dozi yake ni chupa 12 hizi, ambayo ni mujarrab sana kwa ajili ya kumaliza mashakili haya. Na tunazo hapa dawa zingine nyingi. Tunayo Al-Kabid, hii ni maalum kwa ajili ya masala ya kabidul wabai, kwa maana hepatitis A, B na C. Tunayo hapa Ar-Ramad nini, zaitu al-ahmar,
mafuta mekundu haya ambayo ni mujarab kwa wale watu wenye ganzi katika mwili. Mwili unapata ganzi sana, mwili unawaka moto sana. Haya mafuta ni mujarab sana biidhnillah subhanahu wa ta'ala, na mengine mengi. Tupigie simu, tueleze jambo lako, na inshallah nasi tutakushauri katika yalikuwa mazuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Inshallah tunaona sasa mgeni wetu tayari ameshafika, basi nasi tunamkaribisha katika hadhira hii biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yalla abuy.